Basi, asanteni sana. Tafadhali mnaweza keti chini. Baba wetu Askofu Mkuu Samson Mudhuri, Askofu wa Ng'ombe, Askofu Njuguna, maaskofu wale wengine wote, members wa Supreme Board, viongozi wenzangu, ndugu wananchi na Wakristo wa AIPCA wenzangu, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi ili tuungane pamoja na nyinyi katika ghafla hii ya maombi ambayo ni tradition ya kanisa la AIPCA. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuleta sisi zote tukiwa na nia moja ya ushirikiano, tupate nafasi ya kuomba pamoja. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa. Kama vile Askofu Mkuu alivyosema, tulikuwa na mkutano mapema wiki hii kwa ajili ya kupanga hii sherehe, na nimepata ushirika na urafiki na kanisa la AIPCA kwa muda mrefu. Mungu amenijalia kwa sababu kanisa hili la AIPCA, niko na sababu mbili ya kuungana pamoja na nyinyi. Ya kwanza ni urafiki ambayo nimepata neema ya kupata marafiki wengi katika kanisa hii. Na urafiki huo umetusaidia na tuko na faida kubwa ya urafiki huo. Na ya pili ni kwa sababu kanisa la AIPCA ni kanisa pekee ya serikali. Hakuna kanisa ingine ambayo ilipigania uhuru kuzidi hii ya AIPCA. So this is the independent church. Na kwa sababu ya mchango wenu kwa kupatikana kwa uhuru wa taifa letu la Kenya, muliamua kama kanisa ya kwamba hii kanisa itakuwa ni kanisa ya serikali. So kwa sababu mimi ndio kiongozi wa serikali na hii ndio kanisa ya serikali, si ndio niko hapa vizuri? Hapa ndio mimi napaswa kuwa. Kwa hivyo, kwa sababu hizo mbili ndio nimekuja hapa, na mimi namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya kanisa hii. Nasema hivyo kwa sababu niko na historia na nyinyi mnajua. Mimi kusimama hapa Meru leo, Mungu mwenyewe, sio sisi, pengine sisi ni vyombo tu tulitumika, lakini Mungu mwenyewe aliona ni vizuri kanisa la AIPCA lisimame na liwe moja. Nataka niwashukuru wazee waliotangulia kama Archbishop Njoroge hapa na wale waliotutangulia, na hasa zaidi maaskofu hao watatu. Wakati tulienda kumwona Rais Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wakati huo kwa ajili ya kuunganisha kanisa hii, hawa viongozi walituheshimu, wakamheshimu Mungu
na mambo yakaenda vizuri. Na mimi nawaeleza nyinyi kama viongozi mliotusaidia tukaleta umoja katika kanisa la AIPCA, na wakumbusha maneno ya Mungu kwa Mathayo 5:9 inayosema heri wapatanishi, blessed are the peacemakers, wale wanatengeneza amani, wamebarikiwa, ndio wataitwa wana wa Mungu. So to all of you who made a contribution to the unity of this church, to the peace in AIPCA, God in his own way will reward you. Na kwa sababu ya umoja ambayo tumeona katika kanisa la AIPCA, Mungu ametujalia hatua baada nyingine. Tunaona AIPCA ikisonga mbele. Sasa tuko na Archdiocese 3. Hiyo ni hatua ya kusonga mbele. Hata sisi wa Central na kule Western hatukuwa na ofisi. Mungu ametujalia tumejenga ofisi hapo Kirinyaga. Na karibu hata nilituma my deputy huko kwenda kutusaidia, nikamwambia aenda utusaidie na huyu askofu wa Ng'ombe. So tunaona baraka ya umoja. Hatukuwa na shule ya teknolojia ya theolojia. Sasa mmesikia tumepatiwa mtaratara na askofu wetu mkuu vile inaendelea. Na kwa mapenzi ya Mungu kabla ya mwisho wa mwaka huu itakuwa imekamilika. Ndio tuweze kupata mahali pa kufundisha viongozi wa kanisa, maaskofu wetu, wale pastors, wale wachanga wa kule chini, so that the word of God can be built on a solid foundation of good understanding of the word of God. So kuna hatua. Na ni kwa sababu gani? Mukisoma Zaburi, Psalms 133 mstari wa kwanza na mstari wa 3. Mstari wa kwanza inasema how good and how pleasant it is when brethren live together in unity. Alafu mstari ya 3 inasema, hiyo 133 verses 3 inasema, where there is unity, God commands a blessing. Hii baraka ambayo tuko nayo katika kanisa letu, tunaona mambo yanaendelea vizuri, is because of unity. And God undertook and assured us that where there is unity, he's going to command a blessing. Kwa hivyo kanisa la AIPCA itazidi na kupiga hatua kwa sababu ya umoja wa kanisa hii. Mbali na kukamilisha hiyo kamulu, pia tumekubaliana wakati tumeketi chini juzi kwamba pia tutatafuta mahali ya kujenga headquarters ya kanisa. Huko Nairobi huko tutatafuta mahali mzuri ya kujenga headquarters. Sasa kanisa ya Independence na kanisa ambayo serikali itakosaje headquarters jameni? Lazima tutajenga headquarters, si ndio? So na tutashirikiana, na mimi nawashukuru mmekaribisha deputy wangu pia akuwe mwanachama. Sasa najua kwa sababu wewe ndio naibu wangu katika kuongoza serikali, hii ndio kanisa ya serikali, so vile umesema mwenyewe hakuna option, sasa unandamana tu hapo ndani, si ndio? So tuendelee namna hiyo.
na Mungu atatujalia. Mimi pia ningependa kutoa shukrani kwenu. Hii holy oil, kabla hatujaenda uchaguzi 2022, nyinyi mnajua tulikuwa pale Nyeri na nilikuja, si ndio? Nilikuwa na msukosuko kidogo, lakini nilikuja pale, na kwa sababu ya maombi yenu na hii mafuta ya olive oil hii, si mimi ni rais wa Jamhuri ya Kenya leo? Si Bwana Yesu asifiwe jameni? So I am a beneficiary, and I want to tell you kwamba kwa sababu hiyo na maombi yenu, mama wetu Chair Lady hapa amesema mnaombea taifa letu la Kenya na mnaniombea, na sasa zingine hamjui kama hiyo maombi inafika ama haifiki. Wacha niwapatie hakikisho, maombi mnatuombea inafika. Kazi mlionipa inafanyika. Hiyo ya kilimo tulikubaliana na nyinyi inasonga kusonga. Ile mbolea ilikuwa 7,000, sasa ni 2,500. Ile unga ilikuwa 200, imeteremka chini. Kahawa, bei ya kahawa mnajua, hata nyinyi watu wa Meru mnajua bei ya kahawa. Ilikuwa 40, 50, saa hii iko 100 kwenda mbele. Bei ya chai imepanda juu. Sukari huko Western Kenya tutawacha hata kuagiza sukari. Kazi hiyo nimeona baraka ya Mungu katika kazi mlinionipatia. Tunaelewana jameni? Kazi hiyo ya masomo ya watoto wetu, tulikuwa na changamoto kubwa ya CBC, walimu hawako wa kutosha. Mungu ametujalia, tumeajiri the largest number of teachers, 76,000 teachers in 2 years. Mungu ni wa ajabu. Zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama Kenya hii, Mungu ametujalia, wiki 2 zilizopita tumelipa zaidi ya bilioni 60 kwa hizo barabara, na mtaziona. Mungu ametujalia. So mimi nataka tu niwahakikishie hiyo kazi mlionipatia kwa maombi yenu na kwa kura zenu, mimi nitafanya na bidii na kujitolea, na itafanyika, na tutamwaibisha shetani. I promise you. Sikuwe na wasiwasi. Mimi nataka niwaulize katika maombi haya ya leo, kuna mahali nataka usaidizi kutoka kwenu. Kwa sababu hapa Meru tulikuwa na changamoto ya kukosekana kwa amani na umoja. Mungu ametubarikia, sasa Meru imesimama pamoja. Vile Mungu alitusaidia kukapatikana amani, kukapatikana umoja katika kanisa letu la AIPCA. Pia mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, hii nchi nataka iwe ni nchi yenye iko na amani na iko na umoja. That is my mission. Na mimi naamini yule Mungu alitusaidia tukawa na amani na umoja AIPCA, atatusaidia tuwe na amani na umoja katika taifa letu la Kenya.
Leo asubuhi kuchelewa kwangu ni kwamba katika ile kupanua serikali, katika kutengeneza umoja wa taifa, tumesema hata wale walikuwa nje tuwalete ndani, wale walikuwa wanajihisi wako kando tuwalete katikati, ndio tutembee pamoja. Leo nimeswear in PSS, mawaziri wengine wa kuunganisha taifa letu la Kenya. Ile maombi mimi naomba kutoka kwenu ni kwamba muniombee na muombee taifa la Kenya, tuwe ni watu wa amani na tuwe na umoja, kwa sababu ndio njia ya pekee ya kuunganisha taifa letu la Kenya na kushughulikia kwa pamoja mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Askofu Mudhuri, wewe ndio kiongozi wetu wa kanisa hii na mimi ni memba wa hii kanisa. Nimesema munisaidie tuunganishe taifa letu la Kenya. Sijui kama mmekubali mtanisaidia kuunganisha taifa letu la Kenya. Mmekubali tuunganishe Kenya? Mtatuombea Kenya iwe moja, ndio tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele pamoja. That is my mission. Na whatever it takes, mimi kama kiongozi wa taifa hii tafanya bidii niunganishe taifa letu la Kenya na tufanye mambo ambayo yatabadilisha maisha ya wananchi wote wa taifa hii. Nasikizeni, nilisema juzi nikiwa hapa Meru, serikali ya Kenya ni pana. Sio lazima mtu mmoja aondoke ni mwingine apate nafasi. Hapana, sote tunaweza kupata nafasi kwa hii serikali. Na mnaona kila mtu sasa hako hapo ndani. Tuongee tukiwa hapo, maneno namna hiyo, Kenya isonge mbele. So hiyo ndio maombi yangu kwenu, that we unify this country so that, as the Bible tells us, when we become united as a nation, truly God is going to command a blessing upon our nation of Kenya. So tutashirikiana hivyo. Nikimalizia vile gavana wetu amesema maneno ya insecurity hapa, ile na kusihi gavana, please msitengeneze marungu. Hiyo kazi uniwachie mimi, sasa wacha nishughulike na huyu naibu wangu. Tumeshughulika na hiyo kazi sehemu nyingi. Tulikuwa na matatizo kule Lamu, tumetuliza, mambo imeenda chini. Tulikuwa na matatizo kule Pokot, Turkana, Marakwet na kule tumetuliza. Kulikuwa na maneno kule Samburu, tunashughulikia. Hii yenu ya Meru pia nitaishughulikia, na my deputy atawaeleza vile tutasongesha hiyo mambo yale mengine ya maendeleo. Ni vile governor amesema, just this week tumerelease 1.2 billion ya Meru ya wale contractors wenu wa barabara. Nimesema tutachukua jukumu la kuinua ile hospitali yenu ya Meru pale referral liko chini, tunataka tuinue iwe a proper and I have told the necessary people to come and do the inspection so that we know what to do, and all the other things ni vile tulikubaliana wakati nilikuwa hapa. Lakini mbali na hayo yote, bado mimi nakumbuka niko na appointment ya leaders wa Meru ambayo nitapanga mwezi huu wa 5.
ndio tukuje tusahihishe mambo yale ambayo yako pale. Na vile vile pia nikubali ya kwamba juzi tulikubaliana pia na viongozi wetu wa Supreme Board hapa ya kwamba nitapanga pia mkutano ya hawa clergy na viongozi wa kanisa hii, wale wengine munitembelee ndio mkuje mupate nafasi ya maombi pale State House. Na mimi nataka tu niwahakikishie, mnajua tunajenga mambo mingi. Mkikuja State House pale mtakuta bado najenga pia iko. Mmesikia kuna ujenzi inaendelea huko? Mimi najenga huko pia. Tunajenga affordable housing. Tunajenga markets. Tunajenga hostels. Tunajenga barabara. Hiyo kazi yote inaendelea. Na mimi nasimamia kusukuma ujenzi. Na wakati tunajenga State House, tunajenga affordable housing, manyumba karibu 150,000, tunajenga markets inafika karibu 200 plus, tunajenga mabarabara kilomita nyingi. Pia hatuwezi kusahau kujenga nyumba ya Mungu. Pia na kanisa tutajenga. Si ndio? Kwani Bishop Mzuri alikuwa amesema nini hapa? Si amesema tutafute nini ya kukamilisha ile ama namna gani? So hiyo pia tutajenga na bidii, na tuombe ruhusa mtu, na hatuna ati tunaomba msamaha, hapana, tutajenga. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani tunaweza kujenga barabara? Ndio huyo mimi najenga sijui hostels, tunajenga markets, tunajenga affordable housing, hata State House mimi najenga, alafu tukose kujenga kanisa? Bana. No. Anyway, tutaendelea namna hiyo. Na kama kutakuwa na kesi, tutaenda mbele ya Mungu kufanya kesi. So otherwise, asante sana. Kuna vile tumekubaliana na hawa viongozi kwa ajili ya ujenzi wa kukamilisha pale Kamulu, na I will work with everybody ndio tumalize hiyo kazi, na pia tuende pale tafute pia headquarters yetu na tuende mbele kwa pamoja. Otherwise mimi nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa, na asanteni pia kwa uvumilivu wenu. Najua tumechelewa kidogo kwa sababu ya shughuli ya kazi ya kule, lakini nilikuwa nimeambia hawa maaskofu wetu viongozi kwamba tutachelewa kidogo. Asanteni sana. Murungu abudharime, Mwathani amurathime. Asanteni sana. Ngai wako wa magegania, Ngai wako wa magegania, ulogosho wa magegania, ulogosho wa magegania, ulogelwa wa magegania, okelelwa wa magegania, okelelwa wa magegania. Asante, tuketi. Thank you so much. Your Excellency, huu ni wakati wa Presiding Archbishop kumwagilia
maaskofu wake mafuta ndio waendelee na kazi. But for this time, his principal deputies, Archbishop Wangome na Archbishop Jogona, alafu atawapaka mafuta viongozi wa Supreme Board, and then His Excellency the President alafu tutoke. So choir please. Archbishop David Jogona with the olive oil in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I anoint you, Archbishop Frederick Wangombe, with the holy oil in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Na kumwagia mafuta presiding Archbishop in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ditiga kuga papane wega Joe bere oliangui Enda sopia. Members of the Supreme Board, wapage laini bio bio, wapate upako from the presiding Archbishop. Ditiga kuga papane wega Yetondone ojoe bere oliangui Agado bere yaku Yugagane wega Tula golo uko Nani dole Yesoka yagado Kolo ikenete Nani dole Yesoka yagado Kolo ikenete Ine waire Maluwa mafata Mapunyonereja Kurere mode Kurutana papa Tondo nego Waniriane wega Jela golo ugo Tondo nego Waniriane wega Nirene kwa Ndoka kulwe Gai wakwa Tuluendo ana mundu no kujigwa Ona ndalira Bibele yaku No kujigwa Nida ugire maito Ndoka kulwe Gai wakwa Tuluendo ana mundu no kujigwa Ona ndalira Bibele yaku No kujigwa Nida ugire maito Uli mwega Eguaga maoya na ugasopia Wewe mwega Kaikioti Eguaga maoya na ugasopia
sehemu yangu, rafiki yangu wewe katika safari yangu. Sawa sawa. Thank you so much, our presiding Archbishop. Sasa presiding Archbishop ametupatia mimi na askofu mkuu wa Ng'ombe nguvu na mamlaka ya kumwagia maaskofu mafuta. Kwa hivyo maaskofu utapanga laini mbili hapa, alafu Archbishop Frederick wa Ng'ombe. Aya, after retro consultation tunaanza na waheshimiwa wabunge ambao ni memba wa kanisa hili letu. Na waona wale members wa kanisa letu, waheshimiwa wabunge. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe katika safari yangu, natembea na wewe pamoja, na wewe pamoja. Sawa sawa. Wacha niwafundishe mafundisho ya Idi. Mafundisho ya Idi ni kwamba, na uliona tukiingia kwa utaratibu kwa kanisa, wale wadogo wadogo wanakuja mbele mpaka hapa, yule mkubwa ndo anakuwa wa mwisho, ndio alinde watoto wake wote. Tuko pamoja? So wa mwisho kupakwa mafuta na His Eminence, it is His Excellency the President, ndiye atakuwa wa mwisho. Na tafadhali, kama deputy wetu ni mtoto wetu, apakwe mafuta akiwa amemleta His Excellency, basi watakopa mafuta, then presiding atamaliza kazi yake, ile ingine atuashie na Archbishop wa Ng'ombe. Kwaya mutongoria. Sawa, mtongoria anatoka juu kwa Mungu na apeano na Mungu. Sasa huu ni wakati wa mtongoria, na tunapa the use of the holy oil to anoint kings and leaders. Sababu anatoka wapi? Mbinguni kwa Mungu. So His Excellency atakaribia, atamwagiliwa mafuta, nasi sote tutakuwa tumesimama. And in silence kidogo, tukiombea. Wajua tumepewa kazi ya kumuombea na kuombea taifa lake.